Ndugu zangu wapendwa kutoka makanisa ya matawi na kwenye taifa hili na kote duniani, nyinyi ambao mnafuata mahubiri haya kote duniani na watazamaji wa GCN, ni somo la 47 katika kitabu cha Mwanzo. Nilielezea wakati uliopita sababu gani Mungu aliumba binadamu kutoka kwa mavumbi ya ardhi, na nikaelezea mwili wa kiumbe hai ni gani. Mwili wa kiumbe hai iko katika mrengo wa roho, lakini iliumbwa kutoka kwa mavumbi ya ardhi. Kwa hivyo, tofauti na watu ambao wako na mwili wa ufufuo, mwili wa kiumbe hai hauwezi kusafiri kati ya mbingu ya kwanza na mbingu ya pili. Kuna eneo la kusimamisha mtiririko wa wakati kati ya mbingu ya pili na ya kwanza, na mwili wa kiumbe hai haiwezi kupita katika nafasi hiyo. Katika hiyo nafasi ambayo nasema wakati umesimama, hakuna mpito wa wakati, na pale mwili wa kiumbe hai hauwezi pita pale. Inaweza pitwa tu na mwili wa kiroho. Unaona vile mnasafiri kwa ndege kule juu hewani, ni juu hewani pale ambapo mwili ulio wazi bila kinga haiwezi kukaa pale juu, lakini kwa ndege unaweza pita pale. Vile vile kuna ndege ya usafiri ambayo watu wa bustani ya Edeni wanatumia mara kwa mara. Na kwa kutumia ndege hizo wanasafiri si tu ndani ya bustani ya Edeni, lakini pia wanaweza tembelea dunia hii. Binadamu wa kwanza Adamu alitumia ndege hii kusafiri vile anataka huko duniani, na akatawala kila kitu katika dunia hii. Vizazi vya Adamu katika bustani ya Edeni waliweza kwa urahisi kusafiri huku duniani hadi wakati wa gharika kuu ya Nuhu. Baada ya gharika kuu ya Nuhu, usafiri wao huku duniani ilizuiliwa na ikapunguzwa. Sasa ikabaki ni katika hali maalum pekee, wakifuata maagizo maalum ndipo wanaruhusiwa kutembea duniani. Lakini hata na waleo pia watu wa bustani ya Edeni wanatembea dunia hii kwa kutumia ndege hizi. Ndege hizi zimeonwa na kutazamwa pande mingi duniani, na ndio zinaitwa UFO. Kwa urahisi, UFO inasimamia Unidentified Flying Object. UFO zimeweza kuonekana mara kadhaa kote duniani, lakini watu hawajui ni nini hizi haswa. Ni kwa sababu zinatokea kwa ghafla na zinapotea kwa ghafla. Ni dhahiri ya kwamba UFO zimetokezea kote duniani na hata picha zikapigwa, lakini zinapotea kwa haraka sana kiasi ya kwamba sayansi haiwezi tambua ni nini hizi. UFO inaonekana kama kitu kinachong'aa, kinachotoa mwangaza badala ya kama ndege. Ni kwa sababu mwili wake umefunikwa na ngao, shield inayong'aa, inayofanana na ngao ya electronic shield. Kwa hivyo hata kama watu wataona UFO, hawawezi ona mwili wake haswa, lakini wanaitambua kama kitu kinachong'aa, kinachoangaza nuru. Kitu kingine kuhusu UFO ni kwamba zinaruka kwa kasi kubwa, high speed, kiasi ya kwamba hata vitu vinavyoruka duniani haviwezi fikia speed yao. Magari na ndege za huku duniani haziwezi ongeza kasi yao, ku-accelerate speed yao chini ya sekunde moja, haziwezi. Inabidi ziongeze hatua kwa hatua. Ikianza kusonga, inaongeza kasi yake hatua kwa hatua kwa hatua ikiongeza. Haziwezi ongeza mara moja tu. Lakini unaona, atianze tu kwa kasi haraka haiwezi. Gari ya duniani haiwezi. Lakini chui, cheetah, anaweza kuanza kwa mwendo wa kasi mara moja. Pengine anaweza anza na
kilomita 80 kwa sekunde moja. Hizo ni UFO. Kilomita 80 kwa sekunde moja, hiyo ni kwanza. UFO zinaonyesha ustadi wa ajabu wa kuruka, kama vile kushuka kwa kasi, kuongeza kasi kwa ghafla na kufanya mizunguko mikali, yani kugeuka chini ya degree 90. Yani inageuka pale pale, haizunguki ndio igeuke, pale pale tu inageuka. Mpaka sasa ndege za dunia nazo ndio kwamba igeuke, inabidi iruke, izunguke sako kubwa ndio sasa igeuke. Ichape kasako kakubwa ndio igeuke sasa, ndege za dunia. Lakini UFO ni mara moja, geuka mara moja. Kwa hivyo UFO zinaonyesha uwezo wa hali ya juu ya kuruka. Sababu ya UFO kuweza kufanya hivyo ni kwa sababu ni vitu vya mbingu ya pili, si vya duniani huko. Na kuna tofauti kubwa kati ya mbingu ya pili na mbingu ya kwanza katika tabia zao na katika mpito wa wakati. Sasa mpito wa wakati uko tofauti aje katika mbingu hizi mbili? Hebu kwanza niwape mfano wa kufananisha. Hebu tuseme kuna sisimizi, mchwa, chungu, ant. Huyu mchwa anakimbia mbio yake yote. Mbio yake yote. Huyu mchwa anaweza dhania amekimbia mbio ambayo hakuna mtu ambaye kimbia duniani. Anakimbia mbio yake yote. Unaweza fikiria mchwa anafikiria nini wakati anakimbia? Anadhani anakimbia mbio yote. Hakuna mtu ashaikimbia kama hiyo. Lakini kwetu sisi ni kama anatambaa tu, hakuna mbio pale, ni kutambaa tu, anatambaa kwa binadamu. Lakini yeye amekimbia yake yote. Sasa mchwa anaweza dhania ile mbio amekimbia hakuna mtu amekimbia kama yeye. Sasa hali kama hiyo binadamu akitazama, je, huyo binadamu atasema ati mtu anakimbia sana? Hata mtu akimbie mbio gani, mbio yake hizi linganishwa na kutembea tu kwa binadamu. Ni kwa sababu wako katika viwango tofauti. Sasa vile vile mpito ama mtiririko wa wakati ni tofauti katika mbingu ya kwanza na mbingu ya pili kutokana na utofauti wa viwango vyao. Vile tu kasi ya binadamu kutembea ni ya mbio kuliko mchwa kukimbia, mtiririko wa wakati kwenye mbingu ya pili ni ya haraka kuliko mbingu ya kwanza. Hata kama binadamu anajua mchwa anatembea polepole, lakini mchwa mwenyewe hajui anaenda polepole kiasi gani. Mchwa anaishi maisha yake ile amezoea, katika ulimwengu ile amezoea. Na kama mchwa angekuwa na uwezo wa kiakili kama vile binadamu ako nayo, basi angetambua kuna viumbe wengine kando na yeye ambao wanakimbia mbio kumliko. Basi vivyo hivyo binadamu wa mbingu hii ya kwanza asiposhuhudia mbingu ya pili, ulimwengu wa kiroho, hata hisi tofauti ya mpito wa wakati. Lakini kiumbe cha mbingu ya pili ikatokezea kwenye mbingu ya kwanza na binadamu wa mbingu ya kwanza aone, pale ndipo atahisi tofauti ya mpito wa wakati. Na UFO ni mfano wa viumbe kutoka mbingu ya pili. UFO kutoka mbingu ya pili si ati zikifika duniani ndo zinaanza kwenda kwa kasi, hapana. Ati juu imekuja duniani ndo sasa inaanza kwenda kwa kasi, hapana. Hata wakija hapa wanatembea kwa ile kasi ya kawaida tu. Lakini watu kwenye mbingu hii ya kwanza, dunia, tunahisi kana kwamba wanaenda haraka sana kwa mtazamo wetu. Lakini kwa mtazamo wa UFO, dunia ni kitu kadogo sana. Kwa mtazamo wa UFO, inaweza chukua muda kidogo sana kutoka Korea mpaka Argentina kwa UFO. Na kama ni kutoka Amerika, sasa haiwezi linganishwa. Hauwezi linganisha. Bustani Eden ni kubwa. Eden ni kubwa kuliko dunia hii. Na katika sehemu kama hiyo inabidi ndege zao ziende kwa kasi, kwa sababu pale hakuna kifo kwenye bustani ya Edeni. Na idadi ya watu inazidi kuongezeka tu. Wanazaa na kuzaa na kuzaa na hakuna kifo. Ni kuzaa tu, hakuna kifo. Kwa hivyo nizi imagine ni sehemu pana kiasi gani.
wanakuwa 4, 6, 10, 12, wanaendelea tu. Mungu hakufanya idadi yao iwe na kikomo. Ndio maana akafanya bustani ya Eden iwe pana kuanzia mwanzo. Ni pana kama ulimwengu wote. Unaona vile solar system na dunia ni kadot tu ndani ya ulimwengu wote. Vivyo hivyo. Sijui kama mnaelewa. Kama mnaelewa ni mzuri sana kwenu. Ni ya muhimu. Na kama hautaelewa uko kama ule mchwa anaenda pole pole na nadhania anaenda haraka. Na kama mchwa kwa kweli wangekuwa wanatambua kwamba binadamu wanaenda mbio kualiko, wangehisi ya kwamba kwa kweli binadamu ni viumbe vingine tofauti. Pale wanatembea kwa siku moja, binadamu ni dakika chache tu wamemaliza. Na wanaweza shangaa. Wangekuwa na akili kama binadamu. Na sasa kama angejua kuna ndege na magari, si wangeshangaa sana. Kwa nini tofauti ya mpito wa wakati katika mbingu ya pili na mbingu ya kwanza? Ni kutokana na uzito na ujazo wa nafasi zao. Hebu niwape mfano. Tuseme kuna mabwawa pools mbili. Bwawa moja imejazwa na maji na ingine imejazwa na matope. Katika mabwawa yote mawili, iwe ni maji ama matope, imefika kwenye kiwango cha magoti ya mtu fulani. Mtu mmoja ako kwenye kila bwawa na kisha wanatembea kutoka mwisho mmoja mpaka mwingine. Sasa ni nani atatembea kwa haraka zaidi ya mwingine? Sasa maji yamefika kwenye magoti ama matope yamefika kwenye magoti. Mtu ambaye anatembea ndani ya maji ndio atatembea kwa haraka zaidi kulinganisha. Si ni kweli? Si rahisi kutembea kwenye bwawa la matope, si rahisi. Kila hatua inakuwa ni ngumu. Binadamu wa mbingu hii ya kwanza, dunia hii, ni kama mtu amezaliwa ndani ya bwawa la matope. Kwa hivyo yeye ni matope tu ndo anajua maisha yake yote. Sasa juu hajai kuwa kwenye bwawa lingine, yeye anaamini matope ndio dunia yote, ndio kila kitu. Sasa kusonga na kuishi ndani ya matope ni kawaida kwake, ni kitu cha kawaida. Lakini mtu ambaye ako ndani ya bwawa la maji, akiona huyu wa matope, atawazia nini? Kwake yeye, huyu ndani ya matope anaenda polepole sana. Na yule ambaye ako ndani ya maji atawazia huyu wa matope anaenda polepole sana, na wa matope atafikiria huyu anaenda haraka sana. Sasa tofauti ya mpito wa wakati katika mbingu ya kwanza na ya pili inafanana na hiyo. Na kama mtiririko wa wakati wa mbingu ya pili, ulimwengu wa kiroho, itafananishwa na mtiririko wa maji, basi mtiririko wa wakati kwenye mbingu ya kwanza, dunia hii, itafananishwa na mtiririko wa mzito wa matope. Na bila shaka kusema mpito wa wakati haswa si ati nafanana na hiyo mfano nimewapa kabisa kabisa. Si ati ni hivyo kabisa. Ni mfano tu nimewapa iwasaidie kuelewa. Ndugu zangu wapendwa, hata kama kuna tofauti ya mpito wa wakati kati ya mbingu ya kwanza na mbingu ya pili, lakini kila mmoja ndani ya mbingu ya pili ama mbingu ya kwanza hawahisi tofauti ile. Watu wa bustani ya Eden na watu wa dunia hii wanavyohisi mpito wa wakati inafanana vile wanahisi. Unaona vile tunaona siku inakuja na inaenda, wale pia wanahisi vile vile tu wakati inapita hivyo. Sasa juu pale hakuna usiku kwenye bustani ya Eden, bila shaka dhana yao ya siku ni tofauti na yetu. Lakini wanahisi pia wakati unapita kwenye bustani ya Eden, wanahisi. Katika kila nafasi, watu hawezi hisi tofauti ya mpito wa wakati. Hata kama tofauti iko kubwa kati ya nafasi hizi mbili, lakini hawawezi hisi ile tofauti. Kwa sababu gani? Hebu tuseme kuna treni, gari moshi mbili zinaelekea pande moja. Moja inaenda kwa kasi ya kilomita 100 kwa saa na ingine kilomita 50 kwa saa. Na kuna abiria kwenye kila treni, lakini hawezi ona nje kwa dirisha, imefungwa. Inabidi wakae tu katika hali ya kawaida pale ndani. Hawawezi hisi treni yao inaenda kwa kasi kiasi gani. Hawawezi hisi.
Wale ambao wako kwenye treni ya kilomita 100 kwa saa hawawezi hisi wanaenda kwa haraka kiasi gani kuliko wale wako kwenye treni ya kilomita 50 kwa saa. Hawawezi hisi. Hata kama zinakimbia kwa kasi tofauti, wale wako ndani hawawezi hisi tofauti yoyote. Hata hivyo, je, tukafungua dirisha na waweze kuonana, kutakuwa aje? Pale ndipo watahisi tofauti ya kasi ambayo wanatembelea. Hakika watahisi tofauti juu sasa wanaonana. Vile vile wakati nafasi ya kiroho na nafasi ya kimwili pale ambapo wakati ziko tofauti, tukiweza kuonana ndipo tutahisi mpito wa wakati ni tofauti. Katika mapenzi ya Mungu, wakati mwingine ulimwengu wa kidunia inafunikwa na nafasi ya kiroho. Hali kama imerekodiwa kwenye sura ya 18 ya Wafalme wa Kwanza. Wafalme wa Kwanza 18, 45 na 46 nasema, ikawa muda si muda, mbingu zikawa nyeusi kwa mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi. Ahabu mfalme akapanda garini akaenda yake Yezreeli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya, akajikaza viuno, akapiga mbio, akatangulia Ahabu mpaka kuingia Yezreeli. Inasema ya kwamba Eliya yule nabii alikimbia na akapita gari la Ahabu mfalme. Na tena inasema nabii Eliya aliweza kufanya hivyo kwa sababu mkono wa Bwana ulikuwa juu ya Eliya. Na zaidi ya hiyo, gari hili la mfalme lilikuwa linashuka chini. Kwa hivyo kulikuwa na uwezekano iende mbio sana. Si ndio? Sasa katika hali kama hiyo Mungu alifanya nini? Mungu alisababisha Eliya afunikwe na nafasi ya kiroho. Na ndani ya ile nafasi ya kiroho mpito wa wakati ni wakasi sana. Na pale ndipo Eliya akavuka na kupita gari la mfalme, hata kama alikimbia kwa kasi ya kawaida ya binadamu. Tukiona kwa macho ya kawaida, Eliya alikuwa mtu mzee, barabara haikuwa tambarare, ilikuwa flat, ilikuwa rough. Kwa hivyo ni vigumu kwa mtu wa kawaida akimbie pale. Kwa wale ambao wanaenda kwenye shopping mall, jumba la ununuzi ama airport, mnapata njia au sakafu zinazosonga zenyewe. Moving walkway, mnaziona? Inaosonga yenyewe. Sasa watu wawili, mmoja anatembea hapo, mwingine anatembea ile ya kawaida. Nani ataonekana anatembea haraka? Nani? Mwingine anatembea hapo, mwingine kwa ile barabara ya kawaida. Nani ataonekana anatembea kwa haraka? Nani? Na hata kama anatembea kwa kasi ambayo inafanana, yule ambaye anatembea kwa hiyo sakafu inajisongesha anakaa anatembea haraka, lakini wanaenda kwa mwendo unaofanana, pengine mara 2 zaidi ya yule mwingine. Wakati mwingine kuna hali zingine katika mapenzi ya Mungu, unapata mtiririko wa wakati wa kidunia inafunikwa na ile ya nafasi ya kiroho. Na pale ndipo mambo yanatendeka katika nafasi ya kimwili ambayo maarifa ya kimwili haiwezi elezea. Ndio maana ishara na miujiza zilizorekodiwa ndani ya Biblia ni matukio kama hayo ambayo litendeka katika mpito wa wakati wa kiroho na nafasi ya kiroho ikifunguka. Kama vile mnaona, nafasi ya kiroho ikifunika kitu fulani hutendeka cha ajabu kwa kufumba na kufumbua, yani kwa haraka. Kwa mfano, Yesu aliamrisha wagonjwa ambao walikuwa mbali na yeye waponywe na wakaponywa. Unaona, kuponya yule mtumishi wa akida na binti aliyepagawa wa mwanamke Msirofonike ni hali kama hizo. Kuna hali zingine wagonjwa hata wasikii sauti yangu nikiomba, wako mbali. Na hata kama familia zao wakikuja kwangu wapokee maombi kwa niaba yao kwa picha zao, wale ambao wako mbali wanaponywa mara hiyo hiyo. Sasa huyu akida na huyu mwanamke Msirofonike walikuja kwa Yesu wakimusihi kwa imani waponye wagonjwa wao walio mbali na Yesu.
Mathayo 8:13 nasema, naye Yesu akamwambia yule akida, nenda zako na iwe kwako kama ulivyoamini. Mtumishi wake akapona wakati ule ule. Kama unavyoamini. Hakuna haja ya wasioamini nguvu za Mungu wakuje kwangu kupokea maombi. Biblia inasema kama unavyoamini ndivyo itatendeka. Vile unaamini, vile imani yako inasema ndivyo itatendeka. Sasa huyu mtumishi wa akida angetembea. Ndio maana huyu alikuja kwa Yesu apokee maombi juu aliamini angetembea. Yule aliyepooza alikuja mbele ya Bwana akilazwa kitandani akisaidiwa na marafiki. Kama kuna wagonjwa hapa Kenya wako na imani, wakuje hapa kanisani waombee moja kwa moja. Lakini kama hana imani, itakuwa ovyo kama familia yake ndio itakuja kwa niaba yake na yeye ako tu huku. Ati na picha yake hakuna kitu itafanyika. Akiwa hapa akuje hapa. Mathayo 15:28 nasema, ndipo Yesu akajibu akamwambia, mwanamke, imani yako ni kubwa, na iwe kwako kama utakavyo, kama vile umeamini. Basi ni hivyo. Bwana akahakikisha kwamba huyu mwanamke alikuwa na imani kubwa, ndio akamwambia iwe kwako kama unavyoamini. So Yesu aliponya watu hata walio mbali na yeye. Na hiyo ifanyika hata Yesu na hao walikuwa kimwili mbali, kimwili. Lakini kiroho, nuru ya kiroho kutoka kwa Yesu ilitembea na ikafika kwa wale wagonjwa wako mbali na ikawaponya. Hata kama kuna watu wako mbali na wewe, kwa simu tu mkaongea, si lazima uende pale alipo, kwa simu tu sema neno. Na ukisema tu neno, neno linageuzwa inakuwa kama mawimbi ya kielektroniki na inapitishwa kwa mawimbi na kisha inawafikia wanasikia. Ndio uongee nao uso kwa uso, inabidi uende kwao, itachukua muda. Lakini ukatumia simu inawezekana kwa muda mfupi muongee. Na ambacho unaongea nao inabadilishwa inakuwa kama mawimbi ya kielektroniki na inapitishwa kama kwa kasi ya nuru na inawafikia mara hiyo hiyo. Ndio maana unaongea na wanakusikia mara hiyo hiyo. Sasa hii inawezekana katika ulimwengu wa kimwili, na je katika ulimwengu wa kiroho nayo? Kusafiri kutoka kwenye mbingu ya pili, mbingu ya tatu na ya nne kukuja mbingu ya kwanza inaweza tendeka vivyo hivyo kwa haraka sana. Ndugu zangu wapendwa, katika mbingu ya kwanza ambamo tunaishi kuna malango ya kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Kuna malango ya kuingia mbingu ya pili panapo bustani ya Eden, ya kuingia mbingu ya tatu panapo ufalme wa mbinguni, na ya kuingia kwenye mbingu ya nne ndio mbingu asili. Na katika dunia hii hakuna tu mlango moja tu kuingia mbingu ya pili, ati mlango moja tu, hapana. Kuna malango mengi kote duniani ya kuingia mbingu ya pili. Kuna malango ya kuingia ulimwengu wa kiroho kote duniani. Hata hapa Kenya kuna malango ya kuingia mbingu ya pili yapo. UFO ambazo zinakuja duniani na kurudi kwenye bustani ya Eden yanapitia malango hayo. Na hata kama yakapitia malango haya kutoka kwenye mbingu ya kwanza, si ati inaingia mbingu ya pili moja kwa moja, hapana. Ndio kwamba ifike mbingu ya pili inabidi ipite nafasi fulani pale ambapo wakati imesimama haisongi. Na juu wakati haisongi katika nafasi hiyo, wakati inachukua ndio ipitie nafasi, ni kama kusema dakika ama sekunde sufuri, kusema haraka sana. Na kwa sababu mtiririko wa wakati pale umesimama, haijalishi pale wapi wanaenda, itapita pale kwa ghafla haraka sana. Malaika kutoka mbingu ya tatu wanapotembelea duniani inabidi wapitie hiyo nafasi pale ambapo wakati imesimama. Na kwa hivyo ndio maana malaika kutoka ufalme wa mbinguni wanaweza kuja duniani kwa haraka na kurudi kwa haraka. Kuna rekodi za kuonyesha malango ya ulimwengu wa kiroho kufunguka, utapata sehemu mingi za Biblia. Ya kwanza ni Matendo ya Mitume 7:56 inasema, akasema, tazama naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kulia wa Mungu. Malango ya mbinguni yamefunguka na Stefano huyu anaona mwana wa Adamu
amesimama mkono wa kuume wa kulia wa Mungu. Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kulia wa Mungu, anaona hivi. Juu malango yamefunguliwa. Wakati huo macho ya kiroho ya Stefano yalikuwa yamefunguliwa. Na sasa kupitia malango yaliyofunguliwa aliona Bwana amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Mtume Yohana pia aliona mlango uliokuwa wazi mbinguni, kama vile maandiko Ufunuo sura ya 4 mstari wa 1. Na tena akasikia sauti ya tarumbeta kutoka pale. Zaburi 78:23-24 pia nasema, lakini aliamuru mawingu juu, akaifungua milango ya mbinguni, akawanyeshea mana ili wale, akawapa nafaka ya mbinguni. Munajuanga mana ilitoka wapi? Ilipitia wapi? Munajuanga aje? Hebu iwazie vizuri. Hawezi elewa kwa maarifa ya kidunia ya kibinadamu. Maana inaweza pita hewani kweli kweli, hewa ya huku duniani. Inaweza kaa kule juu pali kuna baridi, igande, haiwezi. Ndio maana inabidi ujue kuhusu ulimwengu wa kiroho. Ukajua ulimwengu wa kiroho vizuri, utaelewa kila kitu ambacho kilitendeka ndani ya Biblia. Sasa maana ilipitia wapi? Ilishukia wapi? Munajua vizuri. Pale ambapo mawingu hutokezea na kupotea, pale ndipo maana ilitokezea pia. Kusema maana ilianguka kutoka mbingu ya pili. Na maana hii ilipoanguka, ilikuwa ni malango ya mbinguni yalikuwa wazi, ndio akaanguka chini. Nanyi pia mshajua na mshashuhudia malango ya ulimwengu wa kiroho yakifunguliwa. Wengine wenu hapa mumeshuhudia mawingu yakitokezea kwa ghafla, yanapotea kwa ghafla angani. Na tena mmeona moving star, nyota zinazosonga. Moving star ambazo mnaona kwa kweli ziko kwenye mbingu ya pili, lakini muliziona juu, mlango wa mbingu ya pili ilifunguliwa. Na zaidi ya malango ya ulimwengu wa kiroho, pia kuna vichochoro ya kuingia katika ulimwengu wa kiroho, na tunaitwa black hole, mashimo meusi. Wanasayansi wanasoma sana hizi black holes, wanazisoma sana, lakini Mungu ametuelezea black hole ni nini, nao bado wanatafiti. Black hole ni kama vichochoro kati ya mbingu ya kwanza na mbingu ya pili. Na hata kama sayansi itaendelea kiasi gani, bado hawajui black hole ni nini. Bila shaka wamebuni nadharia yao ya black hole, lakini haiko kweli. Black hole ni kubwa kabisa, na nyota zote karibu na shimo hii humezwa ndani. Huwa zinamezwa kwa ghafla, kwa haraka sana, zikiwa pale karibu. Kila kitu, iwe ni nyota, satellite. Na mimi nilishangaa sana wakati nilikuwa kijana kwa sababu ya hii black hole. Nilishangaa. Nilikuwa na wasiwasi. Nyota hata kubwa kuliko jua zikifika tu pale zinazama, zinamezwa mara moja. Nilikuwa na wasiwasi pengine wakati itafika dunia yetu pia itamezwa ndani ya shimo nyeusi. Lakini msiwe na wasiwasi, haitaendeka. Unless pengine umelala, utaota umemezwa. So, mnaposoma black hole, mnaweza ona black hole hizi zinameza kila kitu karibu nayo. Inameza kila kitu, satellite, nyota, hata jua ikakaribia pale itamezwa. Na kukiwa na nyota kubwa mara kadhaa zaidi ya ukubwa wa jua, ikakaribia tu eneo la mvuto wa shimo jeusi, itamezwa ndani ya shimo nyeusi mara moja kuliko hata kasi ya nuru. Wanasayansi wa dunia wanawazia nyota ambazo zilimezwa ndani ya black hole zinavunjika. Lakini ukweli ni kwamba hazivunjiki. Ni vile tu zinasonga, zinapitia pale, zinaingia mbingu ya pili. Kichochoro. Na zaidi ya hiyo, umbo lake vile inakaa wakati iko huku, ikipita pale na baki vile vile. Ikionekana kwenye mbingu ya pili pale itafika, umbo lake na baki vile vile. Ukaelewa ulimwengu wa kiroho na uitambue hivi, hata utajua black hole ni nini, wengine wakitafuta. Sasa nguvu hii kubwa ya mvuto ya black hole, ya kuvuta vitu na kumeza, inatoka wapi?
Chanzo cha hii nguvu ya kuvuta ni ile tofauti kati ya mpito wa wakati kati ya mbingu ya kwanza na mbingu ya pili, ndio inasababisha hiyo. Ile tofauti ya mpito wa wakati. Hebu niwape mfano wa kufananisha ndio muelewe vizuri. Hebu chukua, kuna gari ambayo inaenda kwa kasi sana, gari. Na ndani ya gari imejazwa na moshi nzito. Ukafungua dirisha hata kidogo, wakati huo utaona shimo imetoka nje, moshi imetoka nje mara moja. Hata kama utaisukuma yenyewe nje, ile moshi yenyewe tu itatoka kupitia kamwanya umefungua. Ni kutokana na tofauti ya mtiriko wa hewa ndani ya gari na nje ya gari. Hebu mfano mwingine, ndege ambayo inaruka juu kabisa. Sasa nini itafanyika kama emergency exit, mlango wa dharura itafunguka? Umeona katika matukio ya movie ama filamu, kila kitu karibu na ile mlango itamezwa nje ya ndege, itavurutwa. Nini kitafanyika kama ni wewe utakuwa kwenye ndege na kwenye emergency exit na imefunguka? Nini itafanyika? Utavurutwa nje. Ile nguvu ni kubwa, hata ushikilie mlango hivi utavurutwa tu nje, hawezi simama. Hata binadamu akona nguvu kiasi gani, hawezi shinda hiyo nguvu. Utavurutwa na umezwe na nafasi ya nje. Sasa kama emergency exit itafunguliwa wakati ndege sasa ishatua kwenye barabara ya kushuka naenda polepole, hakuna kitu kitamezwa nje. Mtiririko wa hewa ya ndani na ya nje inatoshana. Lakini ndege ikienda kwa kasi, ile mtiririko wa nje inapata kasi pia. Sasa hivyo ndivyo mbingu ya kwanza na ya pili iko na shimo jeusi. Black hole ni kama kichochoro kati ya mbingu ya kwanza na ya pili, na iko na mvuto mkubwa. Na black hole inakaa kama mdomo mpana wa tarumbeta. Mdomo mpana wa tarumbeta. Kwenye mlango ni pana, lakini unapozidi kuingia ukielekea mbingu ya pili inakuwa nyembamba zaidi. Na kutokana na umbo lake, ile nguvu yake ya kuvuta inakuwa nguvu zaidi. Wakati kuna kisulisuli ama mzunguko wa maji kwenye bahari, inakuwa umbo kama mdomo wa tarumbeta ama funnel. Na ukaikaribia, unapoogelea utamezwa pale ndani, hautatoka nje. Pengine utapitia pale ujipate umetoka kwingine, sehemu nyingine, lakini si pale. Kwa hivyo watu wengi wamepatikana kama wahusika, wamemezwa kwenye hiyo black hole. Shimo kama hizo za maji, si ile black hole ya kweli, na wanajipata kwingine tofauti. Mtiririko wa maji pia unakuwa wa kasi zaidi unavyokaribia katikati ya kisulusuli ama mzunguko wa maji. Ni vile vile na black hole, shimo nyeusi. Mungu anataka watu wakiona shimo hizi nyeusi watambue kuna ulimwengu wa kiroho, ndio maana akaziweka. Black hole ziko mingi hata wa leo, na nyota mingi zinazidi kumezwa pale ndani na zinapotea, zikiendaga hazionekani tena. Ndio maana watu hawezi imagine hata dunia iliyoko ndani ya black hole, hawawezi. Hata sayansi endelee kiasi gani, watu hawawezi fika kwenye ulimwengu wa kiroho vile wanataka. Sasa viumbe hivi vyote vya angani vilivyomezwa pale kwenye black hole huenda wapi? Huwa zinaenda wapi zikisha mezwa? Ilitendeka, inazidi kutendeka na itazidi kutendeka. Lakini swali linabaki, je, zilienda wapi? Jijibuye hiyo baadaye. Hebu nitamatishe ujumbe wa leo. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, wakati nilikuwa naelezea mwili wa kiumbe hai, nilijipata naelezea kuhusu UFO na black hole. Niliwaelezea kwamba watu hawawezi safiri kutoka bustani ya Eden mpaka duniani kwa mwili wa kiumbe hai, lakini wanaweza wakitumia UFO. Na tena niliwaambia kwamba wanaweza kuja duniani kwa ghafla kama watapita ile nafasi ambapo wakati umesimama kupitia mlango ulio wazi wa hewani. Na pale hewani
kuna malango si tu ya kuingia ulimwengu wa kiroho, lakini pia kuna vichochoro ya kuingia ulimwengu wa kiroho, na ndio vinaitwa black hole, shimo nyeusi. Naona ni kama mmechanganyikiwa, hebu nirudie tena. Black hole ni kama kichochoro ya kuingia kwenye ulimwengu wa kiroho, lakini ile njia halali ni kupitia mlango wa kuingia ulimwengu wa kiroho. So nimeeleza tu kwa ufupi ambacho nimeelezea, ndio mujue kwa nini nimetaja UFO na black hole wakati nilikuwa naelezea kiumbe hai. Watu wa dunia hawajui ambacho nimewaelezea usiku wa leo, hawajui. Wanasayansi wengi wamechukua muda mwingi kufanya utafiti wa UFO na black hole, lakini hawajajua ni nini haswa, na sababu ya kutoka kwao hawajajua. Na nadharia zao za sayansi si zote ziko sahihi. Lakini wewe unapotambua ulimwengu wa kiroho na kuzisoma kulingana na neno la Mungu, unaelewa kwa urahisi, si ndio? So vile tu umeconfirm leo uwepo wa mbingu ya pili kupitia UFO, so unafaa pia uamini mbingu ya tatu na ya nne iko. Mko na dhibitisho mingi ya kuwasaidia muelewe na muamini mbingu ipo, ulimwengu wa kiroho ipo. Kwa hivyo muamini mbingu na jehanamu ipo. Wakorintho wa pili 4:18 nasema, kwa hivyo hatuangalii yale yanayoonekana bali yasiyoonekana, kwa maana yale yanayoonekana ni ya kitambo tu, bali yale yasiyoonekana ni ya milele. Sasa inahuzunisha kiasi gani nikiona waumini, wachungaji, viongozi ambao wanaishi maisha ya kufurahia furaha ya muda tu, kungangania vyeo, na hawajui wanaelekea jehanamu wakifanya hivyo. Wanahuzunisha sana. Na nimeongea mara mingi kuhusu dhambi na hukumu, lakini bado wanaelekea tu jehanamu. Vijana, wanafunzi, Mungu anakasirika na huzunika. Tafadhali mutubu haraka na murudi kwa wokovu. Vitu vinavyoonekana ni vya muda tu, lakini kuna vile vya milele, ulimwengu wa milele. Hiyo ndio tutafute. Sasa wewe unayesikiliza ujumbe huu, naomba utie vya milele ndani ya moyo wako na uishi kwa vitu vya milele. Na tafadhali uhisi furaha ukifanya hivyo, na itakuwa ni furaha ya milele ukitembea katika nuru, ukisonga mbele ukielekea mbinguni. Kwa hivyo vile unasikia ujumbe huu, naomba tafuta vitu vya milele, uvitie ndani ya moyo wako na uishi ukilenga vitu vya milele, si vitu vya dunia vya kuona vya muda tu. Hallelujah, Almighty God, our loving Father, please lay your hands on all believers who are receiving this prayer now. Show your works and transcend time and space on those who are receiving this prayer through GCN Internet and Satellite TV, in branch churches and the local sanctuaries and all other children of God around the world. Give them the faith to believe from the hurts. Drive away negative thought and the doubts, all tests and the trials. From head to toe or organs, joints, nerves, tissues, and cells, whatever they seek apart, maybe burn them with the fire of the Holy Spirit and the original light. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and Satan and all disease, germs, and viruses and infirmities go away like calm. Please scorch all their incurable disease with the fire of the Holy Spirit to drive away all endemic disease, including malaria. All infectious disease, including cold, flu, and the fever, go away. Protect them from all kinds of germs and the viruses. Heal them of all stomach, lung, liver, breast, urines, and the intestinal cancers, AIDS, leukemia, cerebral stroke, high and low blood pressure, diabetes, thyroid problem, and the heart, lungs, and the women's disease, and all inflammations go away. Heal them of polio, stroke, arthritis, and the herniated disc, back pain, and the headache, and the neuralgia, and all other pains disappear. Epilepsy, autism, depression, neurosis, and other mental disease go away. All kinds of paralysis be loosened, get up, walk, and leap.
Let the eyes see, let the ears hear, let the blind come see, and the deaf hear, and the mute speak. Heal them of after effect, all kinds of accidents, fix their broken bones, restore them from burns. Let the heat and the burning sensation go away. Father, please have our skin be intact. Be cleansed from all kinds of drug addictions, poisoning, and substance abuse. And dead nerves, tissues, and the cells be regenerated. Bring the dead back to the life. Give them the blessing of the conception. In the name of the Jesus Christ, I command the enemy devil and the Satan and the ruler of the power of their air, the evil forces of the heavenly place and their servant go away. Go away, evil, unclean force, and the deceitful spirit, something bad and dark, or forces of darkness, loosen and born of weakness. Darkness go away, light come. Father God, give them strength to cry out in prayer, and the power to cast off their sins and become sanctified. As their souls prosper, let all things go well with them, and let their families be evangelized. Protect them from all kinds of accidents and disasters through this week, and bless them to lead a prosperous life without any problems. With their fiery wall of the Holy Spirit, the heavenly hosts, and the angels, and with your blazing eyes, protect all their children, family, workplace, and the business field. Please let students have a wisdom and the smartness, and have them be willing to study with a fervor. Please do not let them lose their heart to worldly things, and let them love God more fervently. Whether your children eat or drink and whatever they do, let them live a life glorifying you, Father God. Let them be able to testify about the living God, saying, I've met and experienced God and received His answer and the blessing. Father God, thank you. Be glorified alone. In the name of our Lord Jesus Christ, I pray. Amen.